Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment. Sina connection mtu afikie nani apitie kwangu, hapana. Chochote unachoweza kukiona ndugu yangu diwani, mkurugenzi wa watendaji, linaweza kupitia kwangu mimi likakamilika, basi ofisi yangu iko wazi muda wote, unakaribishwa kuja. Kwa nini nasema hivyo? Wapo watu wanaweza wakajimilikisha na nishaona ukulima katika viongozi mbalimbali. Natoa rai, mimi sio mstahiki meya wa mtu yoyote, ni mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam. Na hapo katika kamati ngoja nimtaje dadangu mmoja tulisahau jina lake, Alice Mwamongo, yuko pia katika kamati ile ya mwanzo. Alice, usije ukawa sio rasmi, nimekutaja kabisa, upo katika kamati ya fedha. Hongera sana. Ndugu zangu, tutakwenda na kubadilika, lakini katika changamoto zingine mkurugenzi niliona sisi madiwani tuna mambo mbalimbali, especially katika mafunzo, semina mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Tutakwenda kuzifanya hivyo kujijengea uwezo, lakini kubadilishana mawazo na madiwani wenzetu wengine wa nje ya nchi na sehemu mbalimbali. Kwa katika hili pia natamani kila diwani apate nafasi ya kushiriki katika hili. Kwa kokote kinatokea, mkurugenzi, tutapata taratibu jinsi gani tunaweza kwenda, ili mradi tu tuweke umoja na mshikamano katika maeneo. Nimeamua kusema hivi hapa kwa sababu niliyasikia na nayaona. Kwa hiyo natamani tuwe wamoja, tushikamane, tusiwe na maneno ili tuweze kujenga jiji letu, jiji la Dar es Salaam. Ndugu zangu, kwa umuhimu mkubwa, tumetoka katika chaguzi, lakini kuna mambo yametokea. Nichukue nafasi hii, msitegemea mimi ni kijana kama nilivyosema. Baada ya uchaguzi kulitokea machafuko ambayo yamesababishwa na vijana sisi. Nataka nitoe rai kwa vijana wenzangu. Vijana sisi tuko zaidi ya 65% katika nchi hii. Sisi ndio tunaweza kujenga nchi yetu au kuibomoa nchi yetu. Niwaombe sana, katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tuna fedha za mikopo 10%. 4% inaenda kwa vijana, 4% inaenda kwa kina mama, 2% inaenda kwa watu wenye ulemavu. Vijana wenzangu, njooni tukae, tudiskasi ni jinsi gani, ni namna gani tunaweza kujikomboa katika mambo mbalimbali, especially mambo ya kiuchumi. Mkurugenzi, nikuombe, natamani katika uongozi wangu fedha hizi za mikopo ambazo zinatokana na halmashauri zinaenda katika makundi haya, basi tuwape vipaumbele, na kama kuna changamoto za upataji katika uongozi wangu tukae tuangalie, tusipate changamoto hizo ili watu waweze kupata fedha hizo. Vijana wenzangu, tuilinde nchi yetu, tuilinde amani yetu, na kila Mtanzania kwa nafasi yake, especially jiji la Dar es Salaam, kwa sababu katika machafuko haya tumeona pia jiji la Dar es Salaam ni moja ya jiji ambalo machafuko yametokea. Tutumie nafasi hii kuunga mkono juhudi za serikali, especially serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Maono ya Dr. Samia ameyasema akihutubia bunge, na tumesikia juzi akiwa anaongea na wazee. Twendeni tukaishi maono yake, tusapoti juhudi za Dr. Samia katika kuleta maendeleo, katika kulinda amani ya nchi yetu, ili tuweze kufanya vizuri huko. Tusishawishike vijana wenzangu, tusishawishike, na waomba tuilinde amani ya Tanzania, tuilinde amani ya jiji la Dar es Salaam. Baada ya kusema hivyo, napenda nitumie fursa hii kuwashukuru watu wote tulioungana leo, madiwani wenzangu, vyombo
ulinzi na usalama, taasisi mbalimbali za serikali na zisizo za serikali, wananchi wote. Na mimi baada ya kusema hivyo nataka niseme tu rasmi sasa baraza la madiwani nimelifunga. Karibuni sana. Tunajua wapo watumishi wa jiji, lakini pia wapo waheshimiwa madiwani. Zipo kauli ambazo huwa ni za kukatishana tamaa. Kwa mfano, kuna baadhi, sidhani kama hapa zipo, kuna baadhi ya halmashauri utasikia baadhi ya watumishi, sio wote, wakiwadharau madiwani au kuwatolea lugha ambazo sio za staha. Kwa mfano, utasikia bwana, hao hawajasoma, kwa hiyo wasitupangie. Mimi naomba niseme kwamba tufanye kazi kwa kuheshimiana, tufanye kazi kwa ustaarabu. Wewe umesoma, mimi sijasoma, lakini nimeaminiwa na wananchi kuja kukusimamia wewe. Hakuna haja ya kubezana. Sitakuwa tayari kuona madiwani wangu wakidhalilika au wakitolewa lugha ambazo sio za staha. Sitakuwa tayari. Na Mheshimiwa Mkurugenzi, tunao kamati ya maadili. Pale ambapo tutaona kuna mtumishi haendani na vile ambavyo tunahitaji, tutakuletea jina ushughulike naye. Lakini pia sisi madiwani, hawa ni watumishi wa serikali, wameajiriwa, sisi tumechaguliwa. Baada ya miaka 5 tutahojiwa kwa kile tulichoahidi wananchi wetu. Hawa ajira yao ni ya kudumu. Hivyo basi, tunapokwenda kufanya kazi, tusimamie maslahi ya wananchi wetu na wapiga kura. Diwani wa kata ya Mboto. Kwa jinsi ilivyo kwenye baraza hili, asilimia zaidi ya 60 mpaka 70 vijana. Nina imani na nguvu ya vijana, nina imani na upeo na utashi. Ninajua kwa kutumia hali yao walionayo ni rahisi sana kuleta maendeleo katika kata zetu. Kwanza kwa ajili ya ushawishi, pili kwa ajili ya nguvu na upeo uliothabiti. Awali ya yote naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu Rahim kwa kuturuzuku uhai. Lakini ninachukua nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Mstahiki Meya wa jiji la Dar es Salaam, ndugu yangu Nordin aka Sheta, lakini kaka yangu Rioba, kaka yangu Wahenga. Lakini kwa namna pekee naomba niwapongeze madiwani wote ambao wameapishwa leo. Ni wakati wa kwenda kuwatumikia wananchi. Tumetoa ahadi zetu, tunaomba Mwenyezi Mungu akatujalie tuweze kutimiza yale tuliyoahidi. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.